tutafuteni baraka kwa kukitumia chakula cha daku ambacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema msikiwache chakula hichi, hata kama mmoja wenu atakunwa maji, lakini anwe maji. Kisha upatilize muda ule wa daku ambao ni masaa ya thuluthi ya mwisho ya usiku, masaa na muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala anateremka ila samai dunia, kama tulivyoelezewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla layla ila samai dunia, Mola wetu anashuka kila usiku mpaka katika mbingu ya dunia, akiuliza, akinadi, nani ana haja nimtatulie, nani ana lake ataka kunyoshewa nimnyoshee, nani anataka msamaha, nani anataka toba nimpe msamaha wangu, nimpe toba anaohitaji kutoka kwangu. Kwa hivyo baada ya kula daku jishughulishe na taa, kupatiliza muda huu mzuri kabisa akiwa Mola wako yu katika mbingu ya dunia. Soma Qur'ani, leta adhkari, usirudi kulala. Baada ya kuwa umesoma Qur'ani, umeshakula daku lako, umeleta adhkari, kunapoadhiniwa tu adhana ya alfajiri ukaisikia hiyo, swali raka 2 za sunna za kabla salati alfajiri pale pale nyumbani kwako. Kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yule atakayeswali swala hizi raka 2 hizi za sunna za kabla alfajiri, ujira atakupata ni mkubwa, kwani anasema raka 2 hizi fadhila zake na khairi zake ni nyingi hata kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Raka 2 za kabla alfajiri zina thamani kubwa na ubora mkubwa kuliko thamani ya dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Kwa hiyo swali raka zako 2 za sunna, kisha baada hapo ujitayarishe kwa ajili ya kutoka kwenda kuiswali swala ya alfajiri. Raka 2 hizi za sunna ambazo utaziswali pale nyumbani, utakuwa unakimbilia kuzifikia zile raka 12 ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba mwenye kuziswali raka 12 hizi Allah atamjengea nyumba peponi. Kwa siku ukizitimiza hizi raka 12, Allah subhanahu wa ta'ala anakujengea nyumba katika pepo. Kwa hiyo unapoanza kuswali raka 2 hizi za kabla alfajiri, unakimbilia kwenye raka 12 hizo kuzifikia mwisho wa siku. Toka ukiwa na udhu wako, ukitembea kwenda msikitini na huko unaleta adhkari. Usitembee kimya kimya.